Unastahili
Baba, unastahili Mfalme, unastahili Mungu wetu, unastahili Jehova. Baba, umetusaidia, umetuongoza Baba, umetusaidia, umetufanikisha, umetulinda Jehova, Baba, umetubadilishia maisha, hata majina yetu umeyabadilisha, hali zetu umebadilisha. Baba, ushukuriwe na utukuzwe, ubarikiwe Mungu Baba, katika jina la Yesu. Asante, wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Unastahili Baba, unastahili kuhimidiwa, unastahili kuheshimiwa Baba, katika jina la Yesu. Shaka urabashaka riaganda rubushaka riganda ribakunturubusata ribakunturubushaka riganda ribaganda rabasata rubushaka rabaganda ribaganda ribashaka rabaganda ribaganda rabashanda rubushaka ribaganda rubushika rabaganda. Baba, asubuhi ya leo na kubariki Mungu na kutukuza Jehova. Hatuna kama wewe Baba, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu asiye milele, unatawala milele, unatenda mambo makuu Baba, uko juu mbinguni na hapa duniani. Baba, nakuinua na kutukuza Mungu. Yesata ribaganda rubushaka rabaganda rubushataria ribaganda rabasata. Mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Unastahili Baba. Asante Baba. Ribashaka rabaganda rubushika rabaganda rabashika turubusata ribaganda rabashaka rabasata. Sante Sante nasema asante, asante asante, wewe ni mwema. Asante asante nasema asante, asante asante, wewe ni mwema. Asante asante nasema asante, nimeona wema wako,
Baba, wewe ni mwema, umetutenda mema wiki mzima, umetubariki kama binafsi, umenibariki, umebariki kila mmoja wetu Baba, kama jamii umetubariki, kama kanisa umetubariki, pia hata kama taifa letu la Kenya, kama watumishi wako Mungu umetubariki. Pokea sifa zote asubuhi hii, pokea heshima zote Mfalme Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa kutupa siku nyingine mpya Baba ya kuwa mbele zako Baba. Asante kwa neema yote umetukirimia Baba, tunasema uinuliwe, tunasema utukuzwe Bwana. Tunaomba ukapokee sifa zote na heshima zote. Umetutenda mema na ndio sababu tuko hapa. Umetuponya, umetuinua, umetuhifadhi, umetubariki, umetufanikisha. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante. Asante kwa wapendwa wote wanaotutazama wakiwa kule manyumbani. Asante kwa wote ambao wanatutazama wakiwa wanaelekea katika shughuli zao za siku. Asante kwa wote ambao tumefika katika nyumba yako asubuhi ya leo Baba. Uinuliwe, utukuzwe na ubarikiwe. Tubariki asubuhi ya leo Baba. Ni asante kwa sababu ya Mr. Gateri na familia yake Baba. Asante kwa Neri na Nyu Bwana. Asante Mungu kwa wote Baba. Uinuliwe, utukuzwe. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Asante kwa mchungaji Daniel, asante kwa mchungaji Gladys, asante kwa wote ambao wako hapa Baba. Mungu uinuliwe, utukuzwe na ubarikiwe. Tubariki tunapoendelea katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen. Sema amen hata hapo nyumbani. Haleluya. Tupige Bwana Yesu makofi. Haleluya. Yes. Paulo ndiye alisema akawaambia Wafilipi. Paulo aliwaambia Wafilipi, ukisoma Philippians chapter 1 and verse 3 and 4 inasema, every time you cross my mind, I break out in exclamations of thanks to God. Each exclamation is a trigger to prayer. I find myself praying for you with a glad heart. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Paulo alikuwa mtu wa shukrani na siku ya leo ni siku ya kumtolea Mungu shukurani. Naomba tusome katika kitabu cha Luka Mtakatifu 17. Fungua Biblia yako hapo nyumbani na hata uchukue notebook yako. Sina mambo mengi ya kuongea, lakini ninataka tuangalie neno hapo, and then tutakuwa na kipindi cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wiki nzima Bwana ametusaidia, ametulinda, ametuhifadhi, kutuponya, ametuponya, kutulisha, ametulisha, kutuvisha, ametuvisha, na mambo mengi Bwana ametendea kila mmoja wetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo naomba ya kwamba tufungue Biblia zetu Luka Mtakatifu sura ya 17 kuanzia pale mstari wa 11 hadi 18. Tusoma hapo na tunaangalia wenye ukoma. Na leo ningependa ujiulize, sababu tutaona ya kwamba kulikuwa na wenye ukoma 10. Kulikuwa na wenye ukoma 10, na unajua ukoma si ugonjwa wa kupendeza. Si ugonjwa wa kupendeza, ni ugonjwa unakuanga na madharau. Ugonjwa unakuanga na madharau mingi sana, unafanya utengwe na watu. Unafanya watu wakutenge na watu wasiwe na jambo na wewe. Na kwa hivyo ndivyo ilikuwa, na ilikuwa inaonekana ya kwamba mtu ambaye ni mgonjwa
lazima angetengwa, sababu anaonekana kama ni mtu ambaye amelaaniwa, ni mtu ambaye ako na shida. Kwa hivyo ilikuwa hivyo, na kwa hivyo hebu tusome tuone vile ilifanyika. Hebu tusome tuone vile ilifanyika. Inasema ya kwamba and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Alipitia hapo katikati ya Samaria na Galilaya. And as he entered into a certain village ambaye haina jina, a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Hata kumkaribia walisimama mbali. And they lifted their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves into the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Hallelujah. And fell down on his face at his feet, and giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Kwa hivyo hii ni kastori, na ninajua ushawahi kupata kuhubiriwa mara mingi juu ya hii kastori, na tunaona hawa watu wenye ukoma, na kama vile nimesema hapo mbeleni, ukoma haikuwa ugonjwa mzuri. Ilikuwa inaonekana ukiwa na ukoma, wewe unafaa kutengwa, wewe umelaaniwa na unatengwa kabisa, unaonekana wewe ni mchafu, na kwa hivyo walikuwa wamesimama mbali na wakapasa sauti zao na wakamlilia Mungu na wakamwambia. Na wiki hii tumekuwa tukisema ya kwamba tumtwike Mungu fadhaa zetu, na hawa jamaa fadhaa yao, shida yao ilikuwa ni ukoma. Kwa hivyo walipomwona Yesu, walipata sauti zao, naye Yesu akawaambia kwamba nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na wakiwa njiani, ndiyo mambo ilitendeka. Walitii maneno yake wakiwa njiani, ndiyo mambo ikatendeka, muujiza ukatendeka. Na hapa nakumbuka kuna wakati nimekuwa nikizungumza juu ya kutii simple instructions. Unapotii simple instructions, muujiza unafanyika. And so wakiwa kwenye njia, ndio muujiza unafanyika. Na tunaona tu ni mmoja tu alipata nafasi, alipogundua ya kwamba bila shaka mambo imefanyika, yeye alirudi. Yeye hata hakuwa na haja ya kwenda kujionyesha kwa makuhani, aliamua kurudi kwa huyu bwana. Na tunaona ya kwamba alikuwa ni Msamaria, kwa hivyo hakuwa mtu wa nyumba ile yeye hakuwa Myahudi, alikuwa Msamaria kwa hivyo kama ingekuwa ni hapa tukisema hakuwa bali mtu wa nyumba, hakuwa mtu wa nyumba kama ni huko Central, hakuwa mtu wa nyumba najua Central ndio kuna kuaga na mtu wa nyumba, lakini sasa hakuwa mtu wa hiyo nyumba, lakini anaonekana alikuwa mtu kutoka Samaria, alikuwa Msamaria. Na ndio tunaona ya kwamba hata Yesu anamuita mgeni, a stranger.
Haleluya! Lakini jambo ambalo tunaona ni kwamba yeye alirudi na kuweza, tunaona mambo kadhaa ambayo inasema ya kwamba alirudi, inasema ya kwamba and one of them, verse 15, and one of them when he saw that he was healed turned back and with a loud voice glorified God. Kwa sauti kubwa akamtukuza Mungu. Yeye aligeuka alipojiangalia akamtukuza Mungu. Haleluya, haleluya. Na tunaona ya kwamba yeye akarudi akaanguka and fell down on his face at his feet giving thanks, and he was a Samaritan. Akarudi pale akaanguka kifundifudi na akaanza kumtolea Bwana Yesu shukurani. Haleluya. Na hapa ndipo swali linakuja. Yesu anauliza, na wengine wako wapi? Na wengine wako wapi? Si walikuwa 10? Ni huyu mmoja tu amerudi. Pendwa, mimi nataka kuomba ya kwamba tusiwe kama hawa 9, na kama wewe ni baadhi ya wao, ningependa kuomba ya kwamba Mungu akusaidie upate kujua, kwa sababu shukurani sisi wote, hata wewe unayenitazama, hata kama uko hapo kitandani, hata kama wewe uko hapo ni mgonjwa, hata kama hauna pesa, uko na sababu ya kumtolea Mwenyezi Mungu shukurani, sisi wote. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kama vile tunaona katika hii sehemu ya Biblia, hivyo ndivyo inakuwa. Tunakuwa wengi, tunatendewa miujiza, ni wengi wiki hii tumepata uponyaji, ni wengi wiki hii Mwenyezi Mungu ametulinda, ni wengi wiki hii Mwenyezi Mungu amehakikisha kwamba tumesurvive hata kama hatukuwa na pesa. Ni wengi wiki hii ambaye tumesafiri na tumerudi tukiwa salama. Ni wengi tumetendewa miujiza, lakini unakuta ya kwamba inapata tu watu wachache ambaye wanachagua mambo ambayo Mungu amefanyia. Wengine wanafikiria ni hekima yao, wengine wanafikiria ni pesa zao, wengine wanafikiria ni nguvu zao, lakini wanasahau ya kwamba kama si Mungu ambaye amehusika hawangeweza. Na ndio wimbo moja tulikuwa tunaimba zamani, wimbo ya Kikuyu, nasema ya kwamba mimi nataka Mungu ujue ya kwamba ninafurahi sana. Haleluya. Niye nikwenda yumenyage nikenaga muno niwe tondu niunjikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kũimba, kile chakula ambacho ninakula, yale maji ninayokunywa, hata mavazi ninayovaa, yote ni wewe unanipatianga. Hata nguvu, ukiondoa nguvu zako juu ya maisha yangu, siwezi nikasurvive siku hata moja. Na kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo ninaomba ya kwamba sisi wote tukaungane na huyu Msamaria mmoja ambaye alitambua kazi ambayo imefanyika katika maisha yake, na akajua ya kwamba si kwa uwezo wake, si kwa nguvu zake, si kwa ujanja wake, si kwa hekima yake, si kwa sababu ya pesa zake, bali ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na ndio alipata kurudi nyuma na akapata kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wapendwa, tunapotoa shukurani zetu kwa Mwenyezi Mungu, tunamtukuza Mungu, tunamtukuza Mungu. Na asubuhi ya leo na siku ya leo, ni ombi langu ya kwamba ningependa sisi wote tupate kuungana pamoja, tuweze kumshukuru Mungu, tuweze kumtukuza Mungu. Jana nilikuwa mahali, na mahali pale nikapata rafiki yangu moja, tukiongea akanikumbusha miaka ile ya zamani, na nikaona nimefikiria hilo jambo sana, na tukaongea maneno, sijui wewe
ya kwamba wenda ikawa kizazi cha wakati huu hakiwezi weza kukumbuka miaka hiyo, miaka ya kwenda shuleni bila viatu, miaka ya kuwa miguu imekaa imepasuka pasuka, miaka ya kukuliwa na funza kwa sababu ya umaskini. Sijui ni wangapi wanaweza kuangalia na waone kule wakati huo na wakati huu, waone kule Mwenyezi Mungu ameweza kuwatoa wengine kule, wengine hata kule tumetoka Gishani, tumetoka mahali ambapo hatukuwa tunapendeza, na tulipokuja katika mjini, Mungu wetu akatukumbuka, Mungu wetu akatusaidia, Mungu wetu ametufanikisha. Tulikuwa tunakomboa, saa hii hatukomboi. Na wewe ambaye unakomboa siku ya leo, wacha nikwambie, kuna siku yako ambayo inafika na Mungu atakushughulikia, na Mungu atakushughulikia. Huyu Mungu ni mwema. Wengine hatukufikiria ya kwamba siku moja tunaweza kukaa na kuishi kwa manyumba ambayo tumejenga, majumba ambayo ni ya mawe, imejengwa na mawe, ni permanent, tunaendesha magari, hatungeweza kuamini. Lakini leo hii una magari moja, magari mawili, magari matatu, na wengine magari mawili, na wengine matano, na wengine tuna mengi, mashamba tuko nayo, tumefanikishwa na Mungu, tumesomesha watoto. Na miaka ile hakuna mtu angesema ya kwamba utaweza kuwa vile ulivyo. Pendwa, I challenge you ya kwamba tuweze kutazama nyuma na tuone kule Mungu ametutoa. Haleluya! Tazama nyuma, angalia huyu Mungu amekutoa wapi. Na unapotazama hayo na kuona yale ambayo ametenda, uinue mikono yako juu, ushirikiane nasi kumpa Mwenyezi Mungu utukufu. Wengine Mungu ametuponya na magonjwa makali, ametuponya na COVID. Wengine Mungu ametuponya na kansa. Wengine Mungu ametuponya na magonjwa ya arthritis. Wengine Mungu ametuponya na magonjwa ya kila aina. Haleluya! Kwa hivyo asubuhi ya leo naomba ya kwamba tukashirikiane pamoja, tuweze kumpa Mungu utukufu. Haleluya! Wengine tunakula na tunabakisha. Haleluya! Tumwambie Mungu ni asante. Haleluya! Wengine zingine tumeweka hata kwa magara zetu, tumwambie Mungu ni asante. Asubuhi ya leo naomba ya kwamba tushirikiane na huyu mmoja Msamaria ambaye alitambua kazi ambaye Yesu Kristo amefanya katika maisha yake. Wengine tulikuwa wagonjwa, walevi, na Mungu ametuondolea ule ugonjwa wa ulevi. Wengine tulikuwa washerati na Mungu ametuondolea ile roho ya usherati. Wengine tulikuwa wachawi na waganga na Mungu ametuondolea hayo. Tuna sababu ya kumwambia Mungu ni asante asubuhi ya leo. Wengine hatukufikiria kama tutawahi kuwa na kuolewa au kuoa, na Mungu ametujalia, tumeolewa na tumeoa. Mungu ametupatia jamii, hatukufikiria tunaweza kuwa na watoto. Mungu ametujalia, ametupatia watoto. Hii ni siku njema ya kumwambia Mungu ni asante. Haleluya! Kwa hivyo leo ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninajua kuna jambo Bwana amefanya katika maisha yako, na ndio sababu niko hapa nikumbushe wewe ya kwamba una sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Niko hapa nikuambie uko na sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Naomba ya kwamba wewe mahali ulipo kaweza kupiga magoti, kaweza kusimama, kaweza kutembea, kimwambia Mungu ni asante. Haleluya! Mungu ametutoa mbali, amekutoa mbali. Mungu ametusaidia, ametufanikisha as a church hapa. Mungu ametusaidia, Mungu ametupa neema. Hii ni neema ya Mungu. Tumwambie Mungu ni asante. Tutamshukuru Mungu kwa sababu yetu binafsi, yote ambayo ametenda. Tamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia jamii. Tuko katika jamii, una jamii yenu, na mzazi una baba na mama
hata kama hauna, ulikuwa na yeye, ulizaliwa, una watoto. Tamshukuru Mungu, tamshukuru Mungu kwa sababu hata ya kutupa kanisa mahali ambapo tunaweza kwenda na tunamtolea Mungu shukurani. Tamshukuru Mungu hata kwa sababu ya kutupa taifa la Kenya, hata kama kuna hili janga la COVID limesukua ulimwengu mzima, tutamshukuru Mungu ya kwamba ataponya taifa letu na viongozi wetu. Tutamshukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wake ambao huwa wanatuletea neno kila siku na kila saa. Tumwambie Mwenyezi Mungu ni asante. Naomba tukasimame na miguu yetu, kila mmoja wetu twende mbele zake Bwana, tumshukuru, tumshukuru. Na wote tulioko hapa tumwambie Mungu ni asante kwa wiki nzima ametusaidia kuwa katika nyumba yake. Tumshukuru kwa wote ambaye wamepatikana kuwa katika nyumba yake kulitia jina lake. Twende mbele zake Bwana, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Haleluya. Asante rabaganda rabashakarabaganda rubushakarabasanta. Baba, asubuhi ya leo tunakuinua Baba, tunakubariki. Asante Mwenyezi Mungu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, umetutoa mbali Baba. Tumeuona wema wako, tumeuona uaminifu wako Baba. Ni asante kwa wokovu wako, umetuokoa. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Asante Jehova kwa rehema zako. Asante Baba kwa upendo wako, umetubadilisha, umetuinua, umetuhifadhi. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Asubuhi ya leo ninakushukuru Baba, umenitoa mbali Baba. Napotazama nyuma kule umenitoa ni mbali. Wazazi wangu hawangeweza, ndugu zangu hawangeweza, viongozi wangu hawangeweza, lakini wewe Jehova kwa uwezo na kwa mamlaka makuu umenitoa mbali. Asubuhi ya leo nakupa sifa, nakupa utukufu wote. Kuna miaka ambayo nilidharauliwa, kuna miaka nilionekana nikiwa mpumbavu, nikiwa mjinga, lakini wewe Bwana umenipa neema na kutukuza na kubariki. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Uinuliwe Baba asubuhi ya leo na kutukuza Baba kwa sababu ya jamii. Umenipa jamii, umenipa jamii, umenipa mke, umenipa watoto. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo nakupa sifa, nakupa utukufu. Asante Baba, umenipa na marafiki Baba, na kuinua na kutukuza. Asante kwa marafiki zangu wote Baba, katika jina la Yesu, wanaonitazama, walioko manyumbani, walioko mbali, walioko karibu, nasema ni asante Baba. Uinuliwe, utukuzwe. Asante kwa uponyaji wako, asante kwa huruma zako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako Baba. Pokea sifa, pokea utukufu. Unastahili, unastahili Baba. Uinuliwe, utukuzwe, ubarikiwe, uhimidiwe katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ramaganda ribakantarabashanda. Baba, ni asante kwa kanisa lako, kunipa kanisa mahali ambapo ninaenda, ninafundishwa neno. Asante Baba. Baba, ni asante kwa mahali ambapo ninaenda Baba, ninapata kuomba wewe, ninapata kuletea jina lako. Oh my God, this morning I say thank you. Asante kwa members wote wa kanisa lako, kwa wanaume, kwa wamama, kwa vijana. Ni asante Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo nakupa sifa. Asante kwa watoto, uinuliwe, utukuzwe in the mighty name of Jesus. This morning, oh God, I give you all the glory, I give you all the honor. I worship you, I worship you.
I worship you, I worship you. Thank you Lord kwa sababu ya taifa letu. Asante kwa rais wetu, his deputy, all the governors, all the senators, all the women reps, all the MPs, all the MCAs, all the county commissioners, all the chiefs, oh Jehovah, and sub-chiefs. I give you all the glory, all the counties, all the 47 counties. You are doing good to our nation. You are doing good to our country, Kenya. We give you all the glory. We give you all the honor. Mighty Father, asante kwa idara zote katika taifa hili, idara ya usalama, idara ya usalama. Asante kwa idara ya afya, idara ya maji, idara ya elimu. Oh Jehovah, I bless and I magnify your name. Asante Baba, twakutukuza, twakubariki. Unatenda mema, unatenda mema. In the mighty name of Jesus, this morning, oh God, I give you the glory. Asante kwa sababu ya watumishi wako wote. Asante kwa askofu wetu Bishop Makariuki, askofu wetu JB Masinde, askofu wetu George Gechana, askofu wetu haleluya Jimmy Kimani, askofu wetu Peter Usero, askofu wetu Benjamin Kipruto, askofu wetu Simon Kadiaro, askofu wetu Bishop Sidiba, askofu wetu Peter Joga, askofu wetu Juhuna, askofu wetu Batia, askofu wetu wote, all the regional bishops, all the sub-region overseers, and all the bishops in our country. Oh hallelujah, asante kwa watumishi wako wote, wachungaji wako asubuhi ya leo. Baba tunakuinua, Baba tunakubariki. Asante Baba kwa wateule wote, asante kwa nchi hii Baba unatubariki. Baba ni asante, uinuliwe kanisa lako katika Jamhuri ya Kenya. Baba utaendelea na kulihifadhi na kuliinua kwa utukufu wa jina lako. Uinuliwe Baba, ni asante. Rimaganda Rubushaka Rimaganda Ramasanta, asante kwa wote wanaotutazama na wiki hii yote wametutazama, wamebarikiwa na ibada zetu wiki hii. Nasema ni asante, asante Jehova. Uinuliwe Baba, utukuzwe. Asante kwa wote wamesimama nasi, wamesapoti hii kazi, wametoa fedha zao, wametoa sadaka zao. Mighty Father, this morning oh God, nasema ni asante, nasema ni asante. Asante kwa wote wamehudhuria ibada zetu wiki hii yote. Asante kwa wanaume wote, asante kwa mama wote, asante kwa vijana wote ambao wamepatikana kuja katika nyumba yako kila asubuhi. Baba uinuliwe. Baba ni asante hata kwa ibada zetu zote siku ya kesho Baba, kila mahali Baba, in all the 47 counties, ibada zote zako kuabudu Baba, kila mahali watu wako watakusanyika kuliinua jina lako, kulitia jina lako siku ya kesho. Tuomba Baba, upokee sifa na utukufu wote. Baba ni asante, uinuliwe. Unatenda mema, unatenda mema. Pokea sifa, pokea utukufu wote. Asante kwa wote Baba wanaonitazama asubuhi ya leo. Natangaza wamebarikiwa wote ambao ni wagonjwa, na achilia neno la uponyaji katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba ni asante, uinuliwe. Unatenda mema. Asante kwa sababu ya ndugu yangu Nateli Geoffrey. Asante
asante kwa mchungaji Jabia Nelson, asante kwa Emery Gakigake, asante kwa mchungaji Daniel, asante Baba kwa sababu ya mchungaji Joshua Birango, asante kwa Felisa George, asante Mfalme kwa sababu ya kila mmoja wetu, asante kwa Neli na Aju. Mighty Father, I say thank you, I say thank you, thank you Lord, thank you Jehovah. Asante kwa maisha ya kila mmoja wetu, umetutoa mbali, umetutoa mbali, umetushughulikia. Uinuliwe na utukuzwe Baba. Siku ya leo nasema ni asante kwa shughuli zetu zote Baba, utatuongoza, utatushughulikia, utatushindania. Pokea sifa Baba, pokea utukufu wote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Meomba na kuamini. Haleluya. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Asante sana mpendwa. Nashukuru kwa niaba yako. Kama vile tu nilianza kusema katika kitabu cha Philippians chapter 1 and verse 3 and 4, sema kwamba every time you cross my mind, I break out in exclamations of thanks. Yani ninajawa na shukrani mingi ninapokufikiria. Haleluya. Na ndio sababu tuko hapa, na hiyo tu inatukoroga. Haleluya. Na nikoroga kufanya maombi kwa ajili yako. Haleluya. John Mwangi kiwa Nakuru, thank you, God bless you, pamoja na familia yako yote, barikiwa sana. Asante kwa sababu yako. Siwezi nikasahau na wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa ajabu. Barikiwe na ubarikiwe, na hiyo biashara yako ipate kupanuka. Mke wako abarikiwe, watoto wako, na nyinyi wote mnanitazama, nasema mmebarikiwa. Nasema asanteni sana kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana. Wacheni tuseme neema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. God bless you, God bless you. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you.